Ebana, mambo vipi mpenzi mfuatiliaji wa YouTube channel ya kwetu, na kwa siku ya leo kuna jambo ambalo unataka kuweza kuzungumzia ambalo ni unaweza kuwa unajiuliza, je, ni kwa nini mwezi wa pili au mwezi Februari umekuwa na siku 28 au umekuwa na siku 29? Kwanza ni kuombe uweze kusubscribe YouTube ya kwetu kwa habari nyingine kama hizi na simulizi mbalimbali ambazo nimekuwa nikikuletea katika channel yetu nzuri kabisa. Kumbuka tu msimulizi wako ni Mr. Simulizi Uncle Sami, ndio la kwangu jina. Asante na karibu tuweze kuungana kuweza kufahamu ni kwa nini mwezi wa pili umekuwa ukiwa na siku 28 au 29. Februari ambao ni mwezi wa pili katika kalenda ya Gregorian unaendelea kuwa ni wa kipekee kwa kuwa na siku chache kuliko miezi mingine, hali iliyozua maswali mengi miongoni mwa watu wengi. Tofauti hii inatokana na mpangilio wa kalenda unaolenga kuendana na mzunguko halisi wa dunia kuzunguka jua. Kwa mujibu wa wataalamu wa sayansi ya nyota, dunia huchukua takriban siku 365 na robo kuweza kuzunguka jua mara moja. Ili kalenda iweze kuendana na mzunguko huo, mwaka kawaida umekuwa na siku 365 huku mwaka wa kuruka ukiwa na siku 366. Siku hiyo ya ziada huongezwa katika mwezi Februari kila baada ya miaka minne na kufanya mwezi huo kuwa na siku 29 badala ya kuwa na siku 28. Historia inaonyesha kuwa mpangilio huu ulianza enzi za Warumi wa kale, ambapo Februari iliwekwa kama mwezi wa mwisho wa kalenda na kupewa siku chache zaidi ili kurahisisha marekebisho ya kalenda. Mfumo huo uliendelezwa hadi kufikia kalenda ya sasa inayotumika duniani kote. Hatua hii ya kuongeza siku moja katika Februari husaidia kuzuia kalenda kuchelewa au kuharakisha misimu, hivyo kuhakikisha majira kama kiangazi na masika yanaendelea kutokea katika vipindi sahihi katika kila mwaka. Kwa ujumla, Februari una siku 28 au 29 si kwa bahati mbaya, bali ni matokeo ya maamuzi ya kihistoria na kisayansi yaliyolenga kuweka usahihi wa kalenda ya dunia. Naamini endelee kukuomba kwamba kama bado hujaweza kusubscribe YouTube ya kwetu, fanya hivyo, like, comment, lakini pia usisahau kushare. Kumbuka tu Mr. Simulizi ndio la kwangu jina. Asante sana, tuendelee kuwa pamoja.